Mpenzi wa simulizi, nimekuja na simulizi iendayo kwa jina la Usiku wa Mwisho. Mwandishi na msimulizi wako ni mimi, Ngosha wa Mkaya. Sikiliza, najua una shughuli zako, najua labda unafikiri hii ni story nyingine tu, lakini nikuombe ukae japo kidogo nikuambie kile nilichokipitia usiku mmoja, usiku ambao ulibadilisha maisha yangu milele. Jina langu naitwa Ngosha. Nilizaliwa Mbogwe Mpya, Geita, katika familia maskini ambayo iliniacha nikiwa mtoto mdogo. Nililelewa na bibi yangu, yule mwanamke mwenye hekima aliyeniambia kuwa maisha si rahisi, lakini mwisho wake ni mzuri kwa wale wanaostahimili. Nilijitosa chuoni kwa ndoto ya kuwa mhandisi. Kila asubuhi nilikuwa natembea maili 3 kwenda chuoni ili tu kuokoa nauli ya basi. Nimekula sana wali na maharage, lakini sikuwa nalalamika. Najua nilikuwa na lengo, nilikuwa na ndoto. Na ndoto yangu ilikaribia kutimia hadi siku moja nilipomkuta Jessica. Sauti ya kumbukumbu nzuri, laini ya ndoto. Jessica, binti wa tajiri mkubwa jijini. Baba yake alikuwa na makampuni ya mifuko, maduka makubwa na nyumba za kifahari kila pembe ya jiji. Alikuwa mtoto wa kishua aliyekulia kwenye ulinzi wa anasa. Siku ya kwanza kumuona, nakumbuka alikuwa amesimama karibu na maktaba ya chuo. Jua lilikuwa linamulika uso wake na lilifanya atabasamu, na aliponiona alinitabasamu. Sijui ni nini kilinifanya nimkaribie, lakini nilifanya. Alisema, wewe ndiye yule unajulikana kwa kusoma sana Nimeshakusikia habari zako, Ngosha unajituma sana. Mimi kijana maskini mwenye nguo chakavu, nijisikia kama mfalme. Tukaanza kuzungumza, tukaanza kupendana, au nilidhani hivyo. Jessica alinipeleka maeneo ambayo sikuwahi kuyaota. Migahawa ya bei ya juu, hoteli za kifahari, sherehe za watu tabaka la juu kabisa. Hapo ndipo nilipoona maisha ambayo sikuwahi kuyafikiria, na niliona nimepata bahati ya maisha. Lakini sikuwa najua kuwa kila anachonipa, kila anachonifanyia kilikuwa na bei yake, na bei hiyo ilikuwa maisha yangu. Watu waliniona nikiwa na Jessica, wakaanza kuniona kwa macho tofauti. Walidhani nimepata bahati, walidhani nimepanda daraja, lakini hawakujua kuwa kila ninachopanda nilikuwa nikianguka zaidi. Baba yake Jessica, hata wakati ulipofika, aliposikia kwa binti yake anachumbiwa na kijana kutoka familia maskini, alikasirika kama simba. Siku moja alinitafuta akaniambia, hivi wewe unadhani unaweza kumwoa binti yangu? Wewe mwenye asili duni, wewe mwenye viatu vilivyochakaa, wewe mwenye mavazi ya mitumba. Kwanza ujenge nyumba ya kisasa, ununue gari, uwe na pesa za kumtosha, kisha ndio uje kunizungumzia swala zima la ndoa. Nilianguka, sio kwa sababu alinidharau, bali kwa sababu nilijua anasema ukweli. Mimi sio wa dunia yao. Sikuwa na cha kumtoa Jessica, ila upendo wangu. Nilimwambia Jessica, niliomba tusubiri, kama nitabahatika kufanya kazi, basi nitajituma, naamini nitafanikiwa. Lakini wakati huo Jessica alinitizama kwa macho baridi, akaniambia, Ngosha, najua unanipenda, lakini upendo hautoshi.
Nahitaji mtu wa kiwango changu, nahitaji mtu ambaye familia yangu itamkubali, nahitaji mtu ambaye anaweza kunipa maisha ninayostahili. Na siku hiyo Jessica aliondoka. Aliniacha nikiwa peke yangu, nikiwa na maumivu makubwa kuliko yote niliyowahi kuyasikia maishani mwangu. Wiki 3 baada ya kutengana, nilianza kuhisi vibaya. Homa kali isiyoisha, kupungua uzito, vidonda visivyopona vikaanza kujitokeza. Nilijaribu kupuuza, nikajisemea pengine ni mfadhaiko tu, lakini ndani yangu nilihisi kuna kitu kibaya. Siku moja niliamua kwenda hospitali kupima. Niliingia kwenye chumba cha kusubiri, nikitizama watu wengine, kila mmoja akiwa na wasiwasi wake. Pale nilipoitwa jina langu, miguu ilitetemeka. Daktari aliniangalia kwa macho ya huruma. Alishika karatasi zake kwa muda, kisha akasema, Ngosha, nina habari mbaya kwako. Matokeo yako yameonyesha kuwa una virusi vya ukimwi. Sikujua la kufanya, sikujua la kusema. Nilitoka nje ya hospitali, nikatembea bila kujua niendako. Miguu ilinipeleka hadi kwenye kona. Ilikuwa karibu na nyumba ya Jessica. Nilimpigia simu, nikamwambia, Jessica, nina ukimwi. Na yeye aliniambia jambo ambalo litaniua moyo wangu kabisa. Nilijua kabla hujaanza kuhisi. Nilijua tangu siku ya kwanza tulipokutana. Nilikuwa na virusi tangu mwaka jana, lakini sikutaka kukuambia kwa sababu nilitaka kuhisi kupendwa. Nilitaka kuhisi kuwa mtu ananitaka kama nina virusi. Naye ulikuwa tayari kunipenda bila kujua hatari. Alinumiza kwa makusudi. Alitumia mapenzi yangu kama dawa ya kujisikia vizuri, na akaniachia kifo cha taratibu. Na zaidi ya yote, hakuwa na majuto. Siku hiyo nilianguka, sio kimwili tu, bali kiakili na kiroho. Niliamua kuacha chuo. Niliacha ndoto za kuwa mhandisi. Niliacha kila kitu nilichokuwa nafanyia kazi kwa miaka mingi. Na ndipo nikaanza kuishi mtaani. Hii sio kwa sababu sina pesa, bali kwa sababu sioni maana ya kuendelea kuishi. Niliwaachia wadai wangu kila kitu nilichokuwa nacho, na nikajitosa kwenye giza la mitaa. Usiku nikalala kwenye magofu, mchana nikaomba chakula. Mtaani nilikutana na watu wengine waliokata tamaa kabisa. Tukaunda kundi la wasio na tumaini. Tuliwaibia wapita njia, tulivunja maduka, tukafanya kila kitu mradi tuendelee kuishi. Lakini kila usiku kabla sijalala, nakumbuka Jessica. Nakumbuka jinsi alivyokuwa akinitazama siku ya mwisho, jinsi alivyosema najua. Nilijua kabla hujaanza kuhisi. Na machozi ndipo yananitoka, si kwa ajili ya virusi, bali kwa ajili ya usaliti. Nimekuwa nikiuliza, kwa nini nikaamini kuwa ningeweza kupendwa na mtu akishua? Kwa nini Ngosha nilizani kwa mapenzi yanaweza kushinda tofauti za tabaka? Na jibu linaniuma zaidi ya virusi wenyewe. Kwa sababu nilikuwa tayari kufa kwa ajili ya kupendwa. Na leo nimekuja hapa Dalajala lilini usiku wa manane,
Miguu yangu inaning'inia angani, chini kuna maji yanapita kwa kasi, na mimi niko tayari kuruka. Nimechoka kupambana na virusi. Nimechoka kumkumbuka Jessica. Nimechoka kuota ndoto ambazo hazijatimia. Nimechoka kuamka kila asubuhi na kujiuliza, kwa nini niko hai wakati kila kitu kimekwisha? Lakini kabla sijaruka, nilitaka kukusimulia story yangu. Nilitaka ujue wewe unayenisikiliza sasa hivi kuwa kila mwanaume anakutana nawe, ujue ana historia yake, ana ndoto zake, na ana maumivu yake. Labda unafikiri ni rahisi kumpenda mtu kwa muda kisha kumwacha anapokuwa hazai tena. Lakini kumbuka, unaweza kuwa unamwachia kitu zaidi ya machozi. Unaweza kuwa unamwachia kifo cha taratibu. Unajua kila mwanaume anayekutana nawe ana ndoto ya kupendwa kwa uhalisi wake, si kwa pesa zake, si kwa tabaka lake, si kwa kile anachoweza kukupa, bali kwa yeye alivyo. Jessica hakunipenda. Alinitumia na leo niko hapa. Niko tayari kuaga dunia, si kwa sababu nina ukimwi, bali kwa sababu nimekata tamaa kuwa na mtu atakayenipenda kwa uhalisi wangu. Na wewe unayenisikiliza sasa hivi, labda una binti nyumbani, labda una rafiki wa kike, au labda wewe mwenyewe ndio mwanamke anayependa na kupendwa. Nakuomba usiwe kama Jessica. Usimtumie mwanaume kama kitu cha kutumia na kutupa. Kila mwanaume ana hisia, ana ndoto na thamani, na unapomuumiza kumbuka, huwezi kujua ni kovu gani unaloacha kwake. Jessica aliniachia virusi, lakini zaidi ya virusi aliniachia wazo kuwa sipendwi. Aliniachia wazo kuwa sina thamani. Aliniachia wazo kuwa maisha yangu hayana maana tena. Lakini kuna wanawake wengine, wanawake kama bibi yangu, wanaopenda bila masharti, wanawake kama wale nilokutana nao mtaani, wale unisaidia kupata chakula bila kunidharau, wanawake ambao wanaamini kuwa kila mtu anastahili kupendwa. Sasa nikiwa hapa darajani, naanza kufikiri, labda ningekutana na mwanamke mwema mapema, labda mambo yangalikuwa tofauti. Labda usingekuwa unasikiliza story yangu ya mtu aliyeamua kuruka. Lakini umechelewa, nimeshaamua kabla sijaruka. Napenda ujue wewe una nguvu ya kubadilisha story za wanaume wanaokuzunguka. Unaweza kuwa Jessica anayeua, au unaweza kuwa dawa inayoponya. Chagua liko mkononi mwako. Ninaenda sasa, lakini nakumbusho langu kwako, utabaki. Kila utakapokuwa unamuona mwanaume anayekata tamaa, mkumbushe kuwa bado kuna wanawake wema duniani, na yeye mwenyewe jitahidi kuwa mmoja wao. Kwaheri, na Mungu awabariki nyinyi ambao mtachagua kupenda kwa dhati, si kwa udanganyifu. Kumbuka, wewe una nguvu ya kubadilisha story. Usiku wa mwisho inaishia hapa, na huu ni usiku wa mwisho. Mwandishi, mtunzi na msimulizi wako, Ngoa Shomkaya.